Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibariki ambacho ametupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu pia sana kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama, na kuomba pia kama bado hauja subscribe na kuomba usubscribe channel hii ili kwamba uwe mwanafamilia wa channel hii pia tunapofundisha masomo mapya, ili kwamba uwe wa kwanza taarifa kukufikia kwamba tumeinua somo jipya, na kama hujalike pia unaweza ukalike, itapendeza sana. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka tukizungumzie. Sijui kama kitakuwa kina utata kwenye masikio yako, lakini inabidi ukielewe, inabidi ukielewe kwamba tunaenda kuangalia mwisho wa kazi ya Yesu, kwamba Yesu mwenyewe itafika kikomo, kwamba sasa itakuwa ndio mwisho wa kazi yake, Kwa hiyo mwana wa Mungu Yesu atakuwa ana mwisho wa kutenda kazi, atakuwa na mwisho wa kutenda kazi. Tuangalie neno la Mungu namna linavyotufundisha, tunazungumzia sana mambo ya kinabii, yani mambo yajayo, mambo ambayo ni mambo yajayo. Tumejikita sana kusemea mambo hayo ili kwamba tuendelee kupata maarifa na uelewa, ili kwamba uweze kuelewa. Tunampenda Yesu ni mzuri, ametuokoa, ametupigania, anaendelea kutusaidia. Damu yake imetufunika, damu yake inaendelea kutusafisha, damu yake inaendelea kutulinda. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa ajili ya neema yake hii ya wokovu ambayo ametupatia. Yesu ni yote katika yote. Ukimpata yeye umepata vyote, ili kwamba mtu asinielewe vibaya. Ndio maana nasema maneno haya, ili kwamba mtu asije kanielewa vibaya. Tumaini letu lipo kwa Yesu, yeye ndio mkombozi wetu. Hatuna mkombozi mwingine ila ni Yesu peke yake, kwa sababu kitabu cha Yohana 17:3 na Mungu nasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Huo ndio uzima wa milele. Kwa hiyo usipomjua Yesu huwezi ukaona uzima wa milele, kwa sababu yeye pia ndiyo njia ya kweli na uzima. Lakini kwa mujibu wa neno, kuna muda sasa akishamaliza kazi yake, shetani akishatupwa kwenye ziwa la moto, dunia imekishakuwa shwari, maadui zake ameweka chini ya miguu yake, wote hawana kazi tena. Sasa na yeye atakabidhi madaraka, hasa na yeye awe chini ya Mungu ambaye ndio Mungu wetu, kwa mujibu wa neno la Mungu, kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo tusome neno la Mungu kwa kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza, sura yake ni ya 15, mstari wake ni wa 24 mpaka 28. Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili. Huu ni waraka wa Paulo kama alivyoandikia Wakorinto, waraka wa Paulo kama alivyoandikia Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 15, mstari wake ni wa 24 mpaka 28. Neno la Mungu nasema hivi, mwana wa Mungu, sikia ili kwamba upate uelewa, upate ufahamu. Inasema hivi: hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, utakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakaye atiishwa ni mauti, kwa kuwa alivitiisha vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo.
Yaani yule aliyomtishia vitu vyote chini ya miguu yake hayumo. Nani ambaye amemtishia vitu vyote chini ya miguu yake? Bwana Yesu. Ni Mungu ambaye amemtishia vitu vyote. Kwa hiyo vitu vyote viko chini ya miguu yake, lakini yeye Mungu yeye hayupo. Yeye Mungu hayupo chini ya miguu yake. 28 anasema basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Narudia 28. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Kwa hiyo neno la Mungu ni hilo, mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunajua kwamba baada ya vitu vyote kuisha, shetani ameshatupa motoni. Baada ya ile miaka elfu ya utawala, tayari shetani ameshikwa, amepelekwa katika ziwa la moto. Na wale waliomfuata kwa matendo walimkataa kwa maneno, lakini kwa matendo wakamfuata. Na hao pia wakishatupwa kwenye ziwa la moto, na kuombea Mungu usiwe miongoni mwao. Na mimi najiombea pia Mungu anisaidie nisiwe miongoni mwa hao, wala ndugu yangu wala mtu yoyote yule anayemfahamu asiwe miongoni mwa wale ambao watakayepewa kwenye ziwa la moto. Na kuombea kwangu ni kwamba Mungu akusaidie, ili kwamba uweze kumpokea Bwana Yesu, ili kwamba akutengeneza, kusafishe, uwe safi, ili kwamba usiweze kuwemo katika ule wakati. Kwa sababu gani? Neno la Mungu nasema kwa kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya, tusome sura yake ni ya 20, mstari wake tuanzie wa 11, ama subiri tusome kwenye 14. Inasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Kwenye 15 iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo wote ambao hawajaandikwa kitabu cha uzima, wale ambao bado hawajampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, hao wote watatupwa kwenye ziwa lile la moto. Kwa hiyo Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, maana duniani ni mapambano. Yako mambo mengi ambayo yatusonga, tuendelee tu kukaza msuri, tufundishe kweli ya Mungu, tusiseme uongo, tuendelee kujitenga na ubaya wa kila aina, kuweka mbali uzinzi, kuweka mbali uasherati, kuweka mbali vitu vyote ambavyo vinavyoweza kutukwamisha kuna ufalme wa mbinguni, ikiwemo chuki, kuchukia majirani, ikiwemo chuki, kuchukia mtu yoyote yule. Haitakiwi kuchukia mtu yoyote yule, usimchukie mtu awaye yote yule. Biblia inasema kwa kitabu cha Waebrania, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ukiangalia kwenye maisha yako, hakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ameweka kwa chuki ndani yako. Hakikisha usimweke mtu kwa chuki ndani yako. Kama unamsubiri Bwana Yesu, hakikisha hayupo. Kama yupo, muondoe haraka. Hicho ni kikwazo ambacho umekiweka, ambacho Yesu akija, kama unacho uwezo ukaenda. Usimchukie mtu yoyote, usimchukie mume wako, usimchukie mke wako, usichukie mtu yoyote yule. Mpende. Maana agizo ama amri mpya ambayo Yesu ametupatia ni upendo. Tupendane kwa kuwa yeye ametupenda. Tupendane na tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Haijalishi mtu amekufanyia nini, amekutendea nini, wewe mpende tu. Amekuia mzazi wako, mpende tu, maana ni neno la Mungu limekwambia penda, usichukie, mpende. Na kitu ambacho tunaweza kufanya, ukimwona mtu ambaye anafanya kitu ambacho sicho, usimchukie, bali muonee huruma tu. Mwambie na kuhurumia, kwa sababu hujui utendalo. Usimchukie, usiweke mtu kwa chuki kwamba namchukia yule. Hapana, usifanye hivyo. Ukifanya hivyo ni kikwazo. Yesu akija mara ya pili, hautoweza kuenda pamoja naye. Kwa hiyo ondoa makando, ondoka usingizini, amka, jiandae. Yesu yuko malangoni, anakuja kuchukua kanisa lake.
Jiandae mwana wa Mungu. Achana mambo mengine tu ya dunia, jiandae ili kwamba Yesu akija akukute huko tayari na atumlaki pamoja mawinguni. Ninakuombea na mimi najiombea ili kwamba tuweze kupata hili tumaini ambalo tunalingojea. Maana tunaisubiri kwa muda mrefu. Yesu akija asituache, tuondoe makando kando yote tulio nayo. Yesu ili kwamba akija atukute tuko salama. Lazima ujioji, lazima ujiangalie. Maneno ya Mungu yanakuambia kwamba hata wewe unajidhania kwamba umesimama, uangalie sana usianguke. Lazima ujichunguze, usijipe uhakika wa 100% kwamba Yesu akija. Wakati ujichunguze, jitakase sana. Kila unachofanya angalia nimefanya sahihi. Hata unaposema maneno, angalia maneno yako unavyosema, chunguza sana unavyosema, sababu shetani anatafuta tu ujikwae hata kwa neno ili kwamba apate sababu, maana yeye ni mshitaki. Basi Mungu akubariki sana na nakutakia amani ya Bwana. Shalom.